Bana Sadiki Ramadhani, kwanza hongera kwa mchezo, lakini pia tuambie msimu mpya wa Fountain Gate, wewe kama mchezaji unaingiaje? Cha kwanza napenda kumshukuru Mungu, tumeweza kumaliza mchezo tukiwa salama wote. Lakini mimi sisemi kama ni msimu mpya, mimi nadhani tayari msimu tumeshauanza. Kikubwa tu ni sisi ilikuwa kama mechi ya maandalizi kwa sababu tuna mchezo Ijumaa. Kwa hiyo hii ni kama mechi ya maandalizi kuelekea mchezo wetu dhidi ya Dodoma Jiji. Okay, umetambulishwa kwa mara nyingine tena, umeaminiwa kuendelea kuvaa jezi za Fountain Gate. Labda watu wa Manyara na mashabiki wa soka watarajie nini kutoka kwako msimu huu? Msimu huu cha kwanza kwa mimi binafsi na malengo yangu, lakini cha kwanza ni malengo ya timu, kuhakikisha timu kwanza inafanya vizuri kwa sababu tushapoteza michezo mitatu. Kwa hiyo inabidi tu focus na tuwe na nguvu zaidi katika michezo yetu ili tuweze kupata matokeo, kwa sababu kama unavyoona msimamo wa ligi, si ndio timu ambayo tupo chini. Kwa hiyo so position nzuri kwetu. Kwa hiyo sisi kama wachezaji na benchi la ufundi tunajipanga kwa ajili ya michezo inayofuata tuweze kupambana tupate matokeo. Pengine hii inakuwa ni deni kiasi gani kwenu baada ya kuwa mmeshapoteza michezo mitatu, pamoja na kwamba kulikuwa kuna changamoto za vibali kwa baadhi ya wachezaji wenzenu. Hii sasa inakuwa ni deni kiasi gani, na kipi ambacho mnazungumza baada ya kuwa usajili umeshakamilika? Cha kwanza sisi kama wachezaji tunatambua tuna deni kubwa. Hasa kwa mashabiki wetu wa Babati tuna deni kubwa sana kwa sababu tushapoteza michezo mitatu na mchezo unaofuata ni mchezo ambao tunacheza nyumbani. Hatutaki kupoteza mchezo wote wa nyumbani kwa sasa hivi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tunatambua tuna deni kubwa sana, na kuhakikisha hilo kwenye mechi ya Ijumaa dhidi ya Dodoma Jiji tutaanza kupambana ili tuweze kupata alama tatu. Sawa, ulijisikiaje pale wakati wa utambulisho wako? Maana msemaji alizungumza akasema ameanza Mabibo, akaja kupewa nafasi mara ya kwanza Fountain Gate akatemwa, mara ya pili akatemwa, lakini mara ya tatu ikatiki. Kwa upande wako kwanza ilikuwaje mpaka ukaingia Fountain Gate, lakini pia tupe historia yako kidogo. Ni kweli mimi nimetokea Mabibo kwenye kituo cha Mabibo Football Foundation, ndio safari yangu ilipoanzia mpaka nilipokuja hapa Fountain Gate. So nafurahi kuwepo hapa nilipo sasa hivi kwa sababu ni moja ndoto yangu kuja kucheza ligi kuu, na ndio ligi kuu kubwa katika nchi yetu. Kwa hiyo ni furaha kwangu. Na mara ya kwanza umekuwa rejected, mara ya pili pia ukawa rejected, lakini mara ya tatu ukapata nafasi ukafanikiwa kupenya moja kwa moja. Ilikuwa ni ngumu kiasi gani? Sikuwa rejected but nilikuwa nimeanzia kwenye timu za under 20, so ilitakiwa niende sehemu kwanza nikacheze then ndo nije. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nilipotoka nimepata experience kubwa ya kucheza, nilivorudi ilikuwa rahisi kwangu na ndio maana mpaka leo nacheza. Ushindani wa namba unaonaje kwenye kikosi chako, kwa sababu kuna majina mengi yameingizwa, kuna wachezaji wengi wapya wameingia, hasa wale wa kigeni kutoka nchini Nigeria. Ushindani unaonaje? Ushindani wa namba ni mkubwa, lakini mimi kama mchezaji nimejipanga kuhakikisha naendelea kupambania nafasi yangu katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo mimi nadhani tusubiri michezo inayofuata tuone, lakini ushindani wa namba ni mkubwa, lakini mimi binafsi nimeshajiandaa vizuri kwa chochote kile. Uwepo wa mchezaji kama Ismail Azizi Kada ambaye ni mchezaji mzoefu, ameshacheza Azam FC, JKT Tanzania, lakini amekuja kwenye position hizo ambazo unacheza wewe. Tuliona mnabadilishana, anaenda kushoto, unaenda kulia. Kwa upande wako anakuongezea kitu gani kwenye mpira? Kwa upande wangu anaongezea kitu kikubwa kwa sababu cha kwanza yeye ni experience na ameshacheza michezo mingi mikubwa na ameshacheza timu kubwa. Kwa hiyo naamini uwepo wake ndani ya kiwanja unanisaidia mimi kufuata maelekezo na kucheza vizuri. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa uwepo wake, nadhani tutafanya kazi kwa kushirikiana. Bwana Sadiki, nikushukuru sana, nikutakia kila la heri. Asante sana.